Iran imesema kwa sasa haiwezi kukaa meza moja ya mazungumzo na Marekani. Hii ni kauli iliyotolewa na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi, akisema kwamba kutokana na kile kilichotajwa na Wizara ya Hazina ya nchini Marekani kwamba sasa imeamua kuweka vikwazo kwa sababu ya kile ilichokitaja inataka kuweka shinikizo kwa ajili ya Iran kutopeleka silaha na kutoa misaada kwa kundi la wapiganaji la Hizbullah la nchini Lebanon. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema wakati akizungumza kando ya mkutano na baraza la mawaziri kuwa chini ya hali ya sasa hakuna matarajio ya kuanza tena mazungumzo na Washington. Aliongeza kuwa mazungumzo yanawezekana tu wakati Marekani ikijiandaa kiukweli kwa majadiliano yanayofanyika kwa usawa. Katika hotuba yake ya tarehe 3 Novemba, kiongozi muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei alisema iwapo tu Marekani itamaliza kabisa uungaji mkono wake wa utawala wa Israel na kutoa vituo vyake vyote vya kijeshi katika eneo na kujiepusha na kuingilia masuala ya eneo, ndipo ombi lolote la Marekani la kutaka ushirikiano na Iran litazingatiwa, si katika siku za usoni bali katika siku za baadaye. Hata hivyo, Marekani imetoa vikwazo maalum kwa Iran, ambapo taarifa zaidi kutoka Wizara ya Hazina inadai wakati umefika wa kukata ufadhili wa Hizbullah wa Iran. Marekani imepitisha kampeni ya shinikizo la juu zaidi juu ya Tehran ili kupunguza urutubishaji wake wa uranium na ushawishi wa kikanda, ikiwa ni pamoja na Lebanon, hasa kundi la Hizbullah. Marekani inataka kuchukua fursa ya wakati nchini Lebanon ambapo inaweza kupunguza ufadhili wa Iran kwa Hizbullah na kushinikiza kundi hilo lipokonywe silaha. Afisa mkuu wa Wizara ya Hazina ya Marekani alisema taarifa zinadai kwamba Iran imeweza kutoa takribani dola bilioni 1 kwa Hizbullah kwa mwaka huu licha ya safu ya vikwazo vya magharibi ambavyo vimeathiri uchumi wake. Inadaiwa kwamba sasa Hizbullah ina zaidi ya makombora hatari 7,500 ambayo yanaweza kuishambulia Israel wakati wowote. Marekani imeamua kupitisha kampeni ya shinikizo la juu zaidi dhidi ya Tehran kwa lengo la kuzuia urutubishaji wake wa uranium na ushawishi wake wa kikanda, lakini pia kuangalia ni jinsi gani wataweza kuilinda Israel. Hata hivyo, inadaiwa kwamba ni Iran ambayo imedhoofisha Israel kwa kutaka kuharibu nguvu za kijeshi katika vita vya mwaka 2023 na mwaka 2024. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Washington iliwawekea vikwazo watu wawili wanaotuhumiwa kutumia kubadilisha fedha kusaidia ufadhili wa Hizbullah, ambayo inachukuliwa kuwa kundi la kigaidi na serikali kadhaa za magharibi na mataifa ya Ghuba. Kuna muda nchini Lebanon sasa, kama tunaweza kuipokonya silaha Hizbullah, watu wa Lebanon wanaweza kurejesha nchi yao, imeeleza taarifa hiyo. Ufunguo wa hilo ni kufukuza ushawishi na udhibiti wa Iran ambao huanza na pesa zote wanazoingiza katika kundi hilo la Hizbullah. Hata hivyo, kupitia shirika la habari la Reuters huko Istanbul, kama sehemu ya ziara ya Uturuki, Lebanon, Umoja wa Falme za Kiarabu na Israel iliyokusudiwa kuongeza shinikizo kwa Iran, uchumi wa Iran unatakiwa kuathiriwa na vikwazo vya Umoja wa Mataifa, lakini pia Marekani inatengeneza mfumo ambao utaifanya Tehran iegemee katika uhusiano wa karibu na China na Urusi na mataifa ya kikanda, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu. Na hii ni tangu mwezi Septemba mwaka huu, wakati mazungumzo ya kuzuia shughuli zake za nyuklia na mpango wa makombora yalipovunjika na kusababisha kurejeshwa kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa. Mataifa ya magharibi yanaishutumu Iran kwa kutengeneza silaha za nyuklia kwa siri, huku Tehran ambayo mataifa ya magharibi pamoja na Marekani wakitarajia kwamba uchumi wake lazima uyumbe kwa kiasi kikubwa. Lakini taarifa zinadai kwamba uuzaji wa mafuta nchini humo umezidi kuongezeka na fedha za kigeni zimezidi kuingia nchini humo. Mshirika wa Marekani, Israel, anadai Hizbullah inajaribu kujijenga upya uwezo wake, na siku ya Alhamisi ilifanya mashambulizi makali ya anga kusini mwa Lebanon licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyokubaliwa mwaka uliopita. Serikali ya Lebanon imejitolea kuwapokonya silaha makundi yote yasiyo ya kiserikali, ikiwa ni pamoja na Hizbullah ambayo ilianzishwa tangu mwaka 1982, iliongoza mapigano yaliyoungwa mkono na Iran na kufyatua risasi kwa Israel, ikitangaza mshikamano na Wapalestina wakati wa vita vilipoanza huko Gaza mnamo mwaka 2023. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii
Ili upata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.